Ninaitwa Profesa Evelyn Mbede, ninatoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwenye shule ya madini na jiosayansi. Maonyesho haya yana sehemu kubwa sana, hasa sisi kama nchi, kama ulimwengu wote ambavyo sasa hivi unaelekea kwenye energy transition. Ni vigumu sana kwamba nchi inaweza ikaenda kwenye energy transition bila kuconsider renewable energies. Ni kweli tumetokea huko tulikokuwa tunatumia energy mbalimbali ikiwemo mafuta na kugenerate umeme kwa kutumia vifaa mbalimbali, lakini tunakoelekea ili tuweze kuendana na hali ya mazingira duniani, climate change, lazima na sisi kama nchi kufikia malengo ya 2030 tuweze kujikita katika aina mbalimbali za renewable energies kwa ajili ya kufikia malengo ambayo dunia nzima ndio inakwenda huko. Kwa kweli nimepita kwenye mabanda na nimesoma zile presentation ambazo zimekuwepo tangu tulipoanza. Hii wiki ni wiki ambayo iko very interesting. Nimekuja kufunga huu mkutano, na sio kwamba tunafunga, ni kwamba tunapofunga tunaenda kuanza msimu mwingine kwa kujiandaa kwa ajili ya wiki ya nishati jadilifu mwaka ujao, huku tukiendelea kupanua wigo wa innovation. Ukiangalia vijana wako very innovative kwenye clean cooking technologies, kwenye kupeleka umeme kwenye last mile connectivity, mahali ambako hakuna umeme wa TANESCO au umeme wa REA, kusolve problems za wananchi kama vile wamama waliokuwa wanajifungua kwa shida vijijini, hakuna hata umeme uliofika huko. Kwa hiyo watoto waliokuwa wanazaliwa njiti walikuwa wanakufa, lakini kwa kutumia solar energy sasa hivi dispensaries nyingi zimepata umeme na watu tuna save maisha ya watu. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa kama innovators, kama vijana, ya kutengeneza Tanzania mpya ambayo haitakuwa tukapunguza hata rate ya vifo, tukapunguza matumizi ya umeme za aina nyingine yote. Renewable energy ina nafasi. Maonyesho haya na mkutano wa wadau wa nishati jadidifu ili kuweza kujadili namna tunavyoweza kusonga mbele na teknolojia za nishati jadidifu ambazo zinatumika kwa ajili ya uzalishaji wa umeme, lakini pia kwa ajili ya kupika. Na tulichofanikiwa katika tukio la mwaka huu la mwaka 2025 ni kwamba tumeweza kuonyesha teknolojia ambazo zimeleta mabadiliko makubwa ndani ya Tanzania. Tumeweza kuonyesha uwezo wa makampuni ya Kitanzania kuweza kujenga miradi mikubwa ya nishati jadidifu. Kwa mfano, tuna kampuni ambazo zinaweza zikajenga uhifadhi wa nishati kwa kutumia betri mpaka megawati hour 400, kitu ambacho hapo kwanza kilikuwa sio. Na pia tumeweza kuonyesha kwamba tunaweza kutumia mapaa yetu kwa ajili ya uzalishaji wa nishati ya umeme. Kwa mfano, tuna kampuni mwanachama ambayo ameweza kujenga mfumo wa umeme nuru kwenye hospitali ya Aga Khan, mfumo wa ukubwa wa 1.3 megawatt, ambao kwa wakati wa mchana hospitali ya Aga Khan kwa sehemu kubwa haihitaji tena umeme kutoka TANESCO. Haya ni maendeleo makubwa. Unaona kwamba hospitali kama ya Aga Khan sasa swala la kukatika kwa umeme sio tatizo tena kwao kwenye kutoa huduma. Na tungeweza kuhamasisha pia taasisi za serikali kuweza kuiga mfano huu, kwa sababu hapo kabla watu walisikia kama ni hadithi, lakini sasa wameweza kuona kwamba hii inawezekana. Haya ni mafanikio makubwa ambayo tumeyapata katika tukio la wiki ya nishati jadidifu mwaka huu wa 2025.